Katika ulimwengu wa umaarufu, sura na muonekano wa nje vimepewa nafasi ya juu kuliko thamani halisi ya moyo. Mastaa wengi hutazamwa kwa namna wanavyovaa, magari wanayoendesha na watu wanaotembea nao. Wanafuatiliwa kwa makini kama filamu za Netflix, kila hatua yao ikiwa kwenye darubini ya mashabiki na wakosoaji. Lakini miongoni mwa hadithi nyingi za mapenzi za mastaa ambazo nyingi huishia kwa drama na maumivu, ipo hadithi moja isiyo ya kawaida. Hadithi ya mtaa, hadithi ya kweli ya kusisimua, hadithi ya Declan Rice na mkewe. Huyu fundi wa Arsenal kwa sasa. Wakati fulani mtandao ulimzonga Declan Rice kama kizazi cha mawingu ya Novemba. Watu walimshambulia kwa maneno ya kejeli, wakimcheka, wakimdisi kwa kuwa na mke ambaye kwa vigezo vya mtandaoni hakuwa wa hadhi yake. Hawakuona shepu, hawakuona maumbile ya kufikirika, hawakuona uso wa vipodozi wala muonekano wa Instagram models. Walisema, mbona Rice ni star, ana hela, ana jina, mbona hajachagua mwanamke wa levo yake? Walitamani awe na demu anayebamba, mwembamba, mwenye makalio ya mviringo na macho yanayodokeza, drama za mastaa wa Kijitonyama. Waliamini umaarufu unastahili kuambatana na urembo, lakini Rice aliwajibu kwa utulivu wa simba anayetembea kwenye majani marefu. Kwa maneno machache yenye uzito wa tani aliandika, huyu ndiye mwanamke aliyenifanya niwe rais niliye leo. Bila yeye hakuna jina mnaloliimba, hakuna nyimbo mnazocheza, hakuna maisha mnayoonea wivu. Alinivumilia nikiwa sina kitu, aliniamini kabla dunia haijanitambua, na ninampenda sana. Sauti ilinyamaza. Waliokuwa wakimkejeli walikunja midomo kwa aibu, maana katika jibu lake fupi Rice alitoa somo zito. Alionyesha kuwa urembo wa kweli haupigwi picha, unabaki ndani ya moyo. Na si kila mwanamke mwenye shepu anayeweza kuvumilia maisha ya kutokujulikana, kula kwa shida na ndoto zisizo na tarehe ya kutimia. Mke wa Rice, yule wanaomuita kibonge nyanya, ndiye aliyeinua ngome ya ndoto za mumewe. Alimfuta machozi, alimpa sababu ya kuendelea kupambana alipokuwa akikata tamaa. Na sasa watu wanamuona Rice juu, lakini hawajui alipopita, wala aliandaa njia hiyo ya mafanikio. Katika dunia hii, si kila mtu anapata nafasi ya kupendwa kabla ya kuwa star. Wengi hupendwa kwa sababu ya jina na si tabia, kwa sababu ya fedha si utu, lakini Rice alibahatika kumpata mmoja kati ya wachache, mwanamke wa kweli aliyempenda kabla umaarufu haujawasha taa zake. Na sasa kila anapotazama nyuma, Rice anajua, kwenye kila jukwaa analopanda, kwenye kila tuzo anayoshika, kwenye kila wimbo unaoimbwa, upendo wa yule mwanamke unatembea naye. Kwa hiyo ukikutana naye mitaani, usimwite tena bonge nyanya, mwite kwa jina lake la heshima, Malkia wa moyo wa Declan Rice.